Mtazamaji wa Mbayu TV, ubunifu, maarifa, kujituma na heshima ni misingi madhubuti ambayo inaweza ikakufanya wewe ukue katika kile ambacho unakuwa unakipigania. Na ukuaji wa sayansi na teknolojia umefanya kuviona vitu vingi, hususan zile dhahabu ambazo zipo katika vipaji mbalimbali vya watu, kwa sababu kupitia sayansi na teknolojia imeleta maendeleo ya mitandao ya kijamii ambayo mwisho wa siku yanasaidia mtu mwenye kipaji kuweza kuifanya sanaa yake na kuiwasilisha katika hadhira yake kupitia sayansi na teknolojia, hususan katika mitandao ya kijamii. Kuna kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kama vile Instagram, pana Facebook, pana X, zamani ilikuwa ikiitwa Twitter. Huko watu wanatumia katika kujitambulisha katika vile ambavyo wamekuwa wakivifanya, na moja ya watu ambao wameweza kutumia vizuri, ama moja ya watu ambao sayansi na teknolojia imewafanya waweze kuonekana katika uso wa dunia ni Baraka Hardison Mpenja. Moja ya watu ambao wamebeba umaarufu mkubwa sana, kwa sababu moja ya kitu ambacho amekuwa akifanya ni, unaweza kusema ni waasisi wa jambo hilo, ama watu ambao walikuja kukitumia kitu hicho katika zama za sayansi na teknolojia ikawakubali kweli katika utangazaji wa mpira wa miguu ama mechi commentary. Baraka Hardison Mpenja, moja ya watu ambao walikuja na misamiati mingi, walikuja na ubunifu mkubwa katika uumbaji wa maneno, walikuja na namna bora zaidi ya kusherehesha magoli pindi anapofungwa. Utakumbuka katika mechi ya Simba dhidi ya Nkanale Devils, Clatous Chota Chama anafunga bao dakika takriban ya 87-88 hivi, bao la kisigino, bao linakuwa ni la 3 kwa upande wa Simba Sports Club. Mpenja anakuja katika uumbaji wa maneno, anauliza Clatous Chota Chama, mabao kama haya anaruhusiwa kweli? Moja ya kitu ambacho kilienda viral sana, ama kilienda mbali zaidi, kwa sababu zile kumbukumbu katika sayansi na teknolojia imetusaidia sisi, tumeendelea kubaki navyo vitu vya namna hivyo. Unakuja katika mechi nyingine nyingi zaidi, ile wa Enda Wida, moja ya kitu aliweza kusherehesha sana pale Simba anafunga yale mabao. Baraka Hardison Mpenja katika ubunifu mkubwa wa maneno alifanya kikubwa sana. Moja ya watu ambao wamekuja kuhamasisha watu wengi sana hapa nyumbani Tanzania waweze kuingia katika sanaa ya utangazaji wa mpira live. Kuna watu wengi wamekuja, akina Pasco Kabombe tumewashuhudia, akina Alwatan Ramadhan Ngoda tumeshuhudia watu wengi sana, akina Gharibu Mzinga ambao hivi sasa wanakuja na kuchipukia na kuwa na ukubwa zaidi, wamekuja wamefanya makubwa. Baraka Hardison Mpenja yeye ameamua kuja na kitu kingine zaidi, hajaonyesha kwamba sanaa yake ilikuwa ni utangazaji tu. Sasa hivi tunamshuhudia katika uigizaji, amekuwa comedian, anatengeneza movie ambazo by the way ni zimekuwa zinapendwa na watu wengi, hususan na ule uhusika wake anajitambulisha kama Mwai Popo, moja ya movie ambayo imekuwa watu wengi wanaifuatilia. Ukipitia kwenye comment za wadau wake wengi wanakuambia, ni mimi ikipita siku sijaingia hapa kushuhudia Baraka Mpenja najisi kama kuumwa, kwa lazima kila siku nipite asubuhi niweze kushuhudia umeweka nini Baraka Mpenja, kwa sababu kila siku saa 2 asubuhi huwa anaposti katika ukurasa wake wa YouTube katika channel yake, lakini pia huwa anaposti katika mitandao yake mbalimbali. Watu wengi wameweza kuzungumza juu ya hichi kitu kipi ambacho ameweza kuja nacho Baraka Mpenja, na ikaweza kuibua maswali ya watu wengi zaidi kwamba Mpenja huyu ambaye alikuja kufanya makubwa katika mpira wa miguu ameamua kuachana mpira wa miguu, ameweza kutoka Azam TV, hivi sasa ameamua kuigiza. Mbona amekuja kufanya kitu kidogo kulinganisha na kitu ambacho alikuwa anakifanya? Pengine watu walikuwa wanapima kwa sababu ya ukubwa wa watu na imani ya watu ambao walikuwa wamempatia. Watu wengi walikuwa wamempatia imani kwamba Baraka Mpenja akitangaza mechi yako basi inakuwa ni mechi yenye vibe na shangwe kubwa. Lakini hapa katikati unajua siku zote hamna njia yote inakuwa imenyoka moja kwa moja, hata kama uwe bora kiasi gani. Kama ni binadamu lazima utapitia changamoto. Mashabiki wa kikosi cha wananchi Yanga wao walikuwa wameingia katika zengwe na mtangazaji Baraka Mpenja. Wanasema kwamba Baraka Mpenja amekuwa akitangaza kwa upendeleo. Mabao ya Simba Sports Club amekuwa akisherehesha sana, lakini mabao ya Yanga Sports Club amekuwa akifanya kwa udogo, kitu ambacho mashabiki wa Yanga kama unawajua ni moja ya watu ambao wamekuwa wakiwa kwenye umoja, basi wanaamua na jambo moja, wakawa wakimpinga sana Baraka Mpenja kuweza kutangaza mechi zao. Hata ikafika katika baadhi ya mechi Baraka Mpenja akawa apangwa, lakini kuna mechi alikuja akapangwa, ilikuwa ni mechi ya kimataifa dhidi ya Vital O kutokea pale Burundi, moja ya mechi ambayo Baraka Mpenja by the way alitangaza katika ubora mkubwa, ambapo ilipelekea hadi Ali Shabani Kamwe akaja akampongeza katika kazi ambayo aliifanya, na watangazaji wengine wengi walikuja wakimpongeza katika kazi ambayo aliweza kuifanya. Baraka Mpenja unaweza kusema alifunika magepu yote, mashabiki wa Yanga walitoka wameenjoy ile game. Ni moja ya mechi ambazo mimi naweza kusema alitangaza katika hali ya viwango vikubwa kabisa. Unaweza ukawa na kumbukumbu bora zaidi katika kichwa chako ile bao la pasi ile anatoa Shadrack Boka
anamuuliza Boka tena Boka, Boka tena Boka. Unaona, na vitu kama hivyo, vitu ambavyo watu walivipenda sana katika ile mechi alifanya katika ukubwa wake, kwa sababu ni mtu ambaye talent imeamua kuishi kwake, utangazaji wa mpira umeamua kukaa kwake, na yeye anautambulisha vizuri. Lakini huku kwenye kuigiza na kwenye amekuja na kumpokelewa vizuri, licha ya kwamba katika sekta moja ya kutangaza mpira live ameweza kuacha maswali kwa wale wengi ambao wamekuwa wakimfuatilia. Wengi wakawa wanahisi labda Mpenja ameweza kuondoka Azam TV, Mpenja hawataweza kumshuhudia tena akitangaza mpira live. Lakini ameweza kuwatoa hofu mashabiki zake, akiwaeleza kwamba yeye ataendelea kutangaza mpira wa miguu huku akiwa anaendelea na kufanya content zake zingine. Kwa hiyo Baraka Mpenja bado yupo sana kwenye kutangaza kandanda, ni swala la muda tu anaweza akapangwa. Unaweza kumfananisha na watu wengi zaidi ambao waliweza kufanya mageuzi makubwa katika kutangaza mpira wa miguu, akiwemo Peter Drury, mmoja wa watu ambao wameweza kuwa na makubwa nao katika level zao za kutangaza mpira. Unaweza kuwa unamzungumza Peter Drury, amekuwa akifanya makubwa. Kuna baadhi ya misamiati yake imekaa katika historia za watu. Utamkumbuka akiwa anamtangaza Lamine Yamal, akauliza pale katika umri wa miaka 16 wewe ulikuwa unafanya nini? Katika umri wa miaka 16 Lamine Yamal anacheza Euro, wewe ulikuwa unafanya nini ukiwa na umri wa miaka 16? Lakini pia utakumbuka misamiati mingine nayo anasema vintage beyond forgery, akiwa anamtambulisha Cristiano Ronaldo akiwa anarejea tena katika kikosi cha Manchester United. Ni vitu vikubwa ambavyo aliweza kuvifanya ambavyo vimebakia katika alama, licha ya kwamba Peter Drury mpaka hivi sasa bado anaendelea kutangaza mpira wa miguu. Kwa hiyo na Baraka Mpenja kwa hapa Tanzania, licha ya kwamba walikuwa watangazaji wengi ambao waliweza kufanya makubwa katika utangazaji wa mpira, unamzungumzia mtu kama Charles Hilal, lakini yeye pia Baraka Mpenja kuna alama yake ambayo ameweza kuiweka, hususan uumbaji bora zaidi wa maneno na ushereheshaji bora zaidi wa magoli. Kimemfanya yeye kuweza kujitengenezea kibanda chake, ama imemfanya yeye kuweza kujitengenezea sehemu yake ambayo watu wengi wamemweka jina lake katika zile level za juu kabisa. Mwamba wa Umalila, mvumo wa sauti ya radi, Baraka Addison Mpenja hivi sasa ameutambulisha upande wa pili katika sanaa yake nyingine. Ukiachana kutangaza, ukiachana utangazaji, basi pia na uwezo wa kuigiza. Na pia alishawahi kushia hiyo story yake kwamba yeye wakati anasoma alikuwa ni mtu wa kuigiza sana, alikuwa anaigiza sana kwenye tamasha haya, alikuwa anafanya vitu kama hivyo. Bwana, hii ni Mbayu TV. Nikukumbushe kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakuwa tunakupa wewe kila siku na kila saa. Pia unayo fursa ya kutufuatilia pale katika Instagram account yetu. Sisi huko tufuate, tunapatikana kwa jina la Mbayu TV. Tufollow huko kwa ajili ya kujifunza na kujua vitu vingi ambavyo vinaendelea duniani. Ni kutakie uwe na siku njema. Ni David Edward.